ujuzi gani, sijui umepitia kwenye vitu gani la miaka mingapi, lakini jua yeye ni mkuu, na kwa sababu yeye ni mkuu atayakomesha haya yote na wala hutayaona tena. Yeye ni mkuu. Ninasikia kutoka ndani kwamba yeye ni mkuu. Hata kama unapita katika mahali ambapo ukikaa peke yako unalia, huna wa kumweleza, na hata kama ukimweleza hakuna anayeweza kukuelewa, jua kwamba yeye ni mkuu, na kwa sababu yeye ni mkuu atakusaidia, na kwa sababu yeye ni mkuu akitaka kukusaidia hakuna wa kumpinga, hakuna wa kumzuia. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe katika ibada hii ya siku ya leo, siku tunayoadhimisha sikukuu ya vijana katika kanisa letu la KKT Usharika wa Ileje, na wale wote mnaotufuatilia online katika channel ya Mwalimu Baraka Lukume TV. Kama ni mara yako ya kwanza kupita kwenye channel hii, na kuomba subscribe hapo chini ili uendelee kupata mafundisho mengi yanayoendelea kukujia hivi karibuni, lakini pia share ujumbe huu kwa watu wengine ili uweze kuwafikia. Wapendwa katika Bwana, siku ya leo tuna kichwa cha somo kinasema maeneo nyeti ya kuwekeza kama kijana ili kuwa na uzee mwema. Maeneo nyeti ya kuwekeza kama kijana ili kuwa na uzee mwema. Kichwa hiki Mungu alinipa kwa sababu leo tunaadhimisha sikukuu ya vijana. Na katika tafakari yangu na maombi binafsi nikamuuliza Mungu, nifundishe nini? Kwa kuwa sifundishagi somo kwa kuangalia mahitaji ya nje. Huwa namuomba Mungu nifundishe nini. Na endapo nimewahi kufundisha somo halijakubariki wewe, ujue kwamba somo hilo limewabariki wengine lakini halikuwa la kwako. Kwa kuwa mara nyingi masomo ninayofundisha ni masomo anayonipa Mungu moja kwa moja. Na siku ya leo Mungu amenipa kichwa kinasema maeneo nyeti ya kuwekeza kama kijana ili kuwa na uzee mwema, au ili kufikia uzee mwema. Tupo kwenye ibada ya vijana na namshukuru Mungu kwamba watu wengi tuliopo hapa ni vijana. Watu wengi tuliopo hapa ni vijana. Lakini ukweli usiopingika, sisi vijana ni wazee watarajiwa. Uzee ni hatua ambayo kila mtu ambaye Mungu amempa neema ya kuishi atafikia. Hata kama anataka au hataki atafikia. Kwa sababu sio uchaguzi kwamba mimi nitakuwa mzee, mimi sitaki kuwa mzee. Sio uchaguzi, ni hatua ambayo Mungu ameiweka kwamba kila mmoja ambaye amempa neema ya kuishi atafikia hatua ya uzee. Lakini kipindi cha ujana, wazee tunaowaona leo na wao kuna siku waliwahi kuwa vijana. Bibi tunayemuona leo kuna siku aliwahi kuwa binti anayesimama vizuri. Leo mnawaona mabibi nyonyo zimelala, na wao kuna siku nyonyo zao zilikuwa zinasimama. Kuna wazee mnawaona leo wanatembea kwa kuinama, na wao kuna siku walikuwa wanatembea wakiwa wamesimama. Kwa hiyo binti unayenisikiliza hapa, na wewe ni bibi mtarajiwa, jiandae kuwa bibi. Weza unataka au hutaki. Hata kama sasa hivi maombi ni mengi, kupendwa ni kwingi, wanaokuona kama vile wanaokuambia umependeza ni wengi, lakini ujue kuna siku hayo maneno hayatakuwepo. Kwa sababu maisha Mungu aliyotupa, kuna kuzaliwa, kuwa kijana, kuna hatua ya utoto, kijana, mtu mzima na kuwa mzee. Sasa leo tupo katika level ya ujana. Na Mungu anataka tujifunze maeneo nyeti ya kuwekeza ili kuja kuwa na uzee mwema. Ninapozungumza kwa habari ya uzee mwema, ujue kwamba kuna uzee mbaya. Ujue kwamba kuna wazee wamefikia kwenye level ya uzee wao, lakini maisha ni magumu. Na sio kwamba ni magumu kwa sababu wamelaaniwa, sio kwamba ni magumu kwa sababu wana bahati mbaya. Ni magumu kwa sababu kuna makosa waliyafanya wakiwa vijana.
Kuna mambo waliyafanya wakiwa vijana na sasa wamefikia level ambayo hawawezi kuyarekebisha. Nimewahi kupata nafasi ya kukaa na wazee na kuwauliza, je, ungekuwa kijana kama mimi, ungefanya nini? Au ni kipi ambacho unakijutia kwamba hukufanya ulipokuwa kijana? Neno hili wazee wengi waliniambia, ningekuwa kijana ningemtumikia Mungu kwa nguvu zangu zote. Nikamuuliza kwa nini? Kwa sababu nimegundua nje ya kumtumikia Mungu hakuna faida yoyote. Nje ya kumtumikia Mungu hakuna faida yoyote. Mzee mwingine akaniambia, ningekuwa kijana ningetumia muda wangu vizuri ili maisha yangu ya uzee yasije kuwa magumu kama yalivyo sasa. Ni hivi, sio kila mzee unayemuona ana maisha magumu amelaaniwa. Kuna mahali walikosea walipokuwa vijana. Sio kila mzee unayemuona maisha ni magumu alafu ni ombaomba anawategemea watoto unafikiri yeye ana bahati mbaya. Kama kuna mtu mwenye bahati duniani, Biblia inasema wakati na bahati humpata kila mtu. Na kama kuna mtu mwenye bahati, basi watu wote wana bahati. Na kama kuna mtu mwenye bahati mbaya, basi watu wote wana bahati mbaya. Kwa hiyo bahati, kila mtu ana bahati yake na kila mtu ana wakati wake. Kwa hiyo sasa ninachotaka tujifunze ni maeneo ambayo ukiwekeza ukiwa kijana, utakuja kuwa na uzee usiokuwa na majuto. Utakuja kuwa na uzee usiokuwa na laana zisizokuwa na lazima. Kwa sababu kuna wazee wamejaa duniani ambao wanalaani laana ambazo hazina sababu za kulaani. Wanalaani watoto wao, lakini ni uzembe wao waliofanya wakiwa vijana. Wamekuwa na mahusia mengi na laana nyingi zisizo na sababu, kwa sababu maisha walionayo, level waliofikia, wanategemea watoto kwa kila kitu. Wanategemea watoto ili waishi, wanategemea watoto ili wavae, wanategemea watoto ili wapate matibabu. Sisemi ni vibaya kuwategemea watoto, lakini siombi uje kuwategemea watoto. Si vibaya kuwategemea watoto, lakini usiombe kuje kuwategemea watoto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ujana ni kipindi ambacho kinapita, na kikipita kimepita. Hata ukitaka kuforce namna gani imepita. Kuna dunia ambayo kuna wazee wakiitwa mzee, mtu ana miaka 70, unamwambia shikamoo mzee, anakuambia mimi nani mzee? Yaani ni mzee lakini hataki kuitwa mzee. Kuna mabibi ukiwaambia shikamoo bibi, wanasema nani kakwambia mimi bibi? Ni mabibi lakini hawataki kujikubali. Wewe ni bibi, kubali kuwa bibi, na wewe ni mzee, kubali kuwa mzee. Kama uliuchezea ujana wako ni shauri yako, tuachie sisi ujana. Bwana asifiwe. Eneo la kwanza kumtafuta Mungu kwa bidii. Eneo la kwanza la kuwekeza ili kuja kuwa na uzee mwema, uzee wa furaha, uzee wa amani, uzee wa utulivu, uzee wa afya, ni kuwekeza katika kumtafuta Mungu. Tusome kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ile ya 26 mstari wa 1 hadi wa 10. Kitabu cha Mambo ya Nyakati 26, Mambo ya Nyakati wa Pili 26 mstari wa 1 hadi wa 10. Nitasoma mistari hizi zote, kuna kitu nataka tujifunze. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 26 mstari wa 1 hadi wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: na watu wote wa Yuda wakamtwaa Uzia, naye alikuwa mwenye miaka 16, wakamfanya awe mfalme mahali pa Amazia babaye, ambaye akajenga Elati akaurudisha kwa Yuda. Baada ya kulala mfalme pamoja na babaze, Uzia alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 52, na jina la mamaye aliitwa Yekolia wa Yerusalemu.
akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana, sawasawa na yote aliyoyafanya Amazia babaye. Akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria aliyekuwa anafahamu katika maono ya Mungu. Na muda alipomtafuta Bwana, Mungu alimfanikisha. Akatoka akapigana na Wafilisti, akavunja ukuta wa Gathi na ukuta wa Yabne na ukuta wa Ashdodi. Akajenga miji katika Ashdodi na katikati ya Wafilisti. Mungu akamsaidia juu ya Wafilisti na juu ya Waarabu waliokaa Garbali na juu ya Wameuni na Waamoni. Wakampa Uzia zawadi, likaenea jina lake mpaka pa kuingilia Misri, kwa kuwa akaongezeka nguvu mno. Tena Uzia akajengea Yerusalemu minara penye lango la pembeni na penye lango la bonde, na ugeukapo ukuta akautia nguvu. Akajenga minara tena nyikani, akachimba mabirika mengi, maana alikuwa na ng'ombe tele katika Shefala pia na katika nchi tambarare. Tena alikuwa na wakulima wa watunza mizabibu mlimani na katika mashamba ya neema, maana yeye alipenda ukulima. Jambo la kwanza nimesema kuwekeza katika kumtafuta Mungu. Habari nilizotoka kusoma ni habari za mfalme aliyekuwa akiitwa Amazia. Huyu alikuwa ni kijana wa miaka 16 baada ya baba yake aliyekuwa mfalme kufariki. Akapewa kijana mamlaka ya kutawala nchi. Kijana wa miaka 16 akapewa cheo cha ufalme. Ni sawa na kwa Tanzania angepewa kijana wa miaka 16 ili awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu kijana alipopewa mamlaka ya kuitawala nchi, nenda katika njia zinazompendeza Mungu. Alifanya yaliyo mema machoni pa Mungu. Neno la Mungu linasema, na alipojitia nia amtafute Bwana, Mungu alimfanikisha. Zingatia neno, alipojitia nia amtafute Bwana, Mungu akamfanikisha. Mungu akamfanikisha. Ninajua tunaishi katika dunia ambayo vijana walio wengi hawana muda wa kumtumikia Mungu, hawana muda wa kufanya ibada. Wanasema nipo bize natafuta fedha, wanasema nipo bize kwenye biashara zangu, wanasema nipo bize kwenye kazi zangu, wanatafuta hela. Ninajua tupo kwenye dunia ambayo kila kijana anatamani angekuwa na mafanikio, anatamani angekuwa anatembelea gari, angekuwa na mifugo ya kutosha, angekuwa na nyumba nzuri, angekuwa na biashara nzuri. Kwa hiyo kwa sababu hizo hana muda wa kumtumikia Mungu, hana muda wa kumtafuta Mungu, hana muda wa kutumia kipaji chake mbele za Mungu. Wengine Mungu amewapa vipaji vya kuimba, amewapa vipaji vya kuhubiri kama mimi, lakini kwa sababu ya mahangaiko ya dunia wapo bize kutafuta hela, wapo bize kutafuta maisha. Wanasema bado sijajipata, hata kuja Jumapili kanisani hawawezi kuja kwa sababu wapo bize kwenye maisha, wenye kutafuta maisha. Lakini nataka nikwambie kijana mwenzangu, unaweza ukatafuta maisha ndani ya Yesu. Unaweza kuwa ndani ya Yesu huku unatafuta maisha. Unaweza kumtumikia Mungu unatafuta maisha. Hakuna haimaanishi kwamba unapomtafuta Mungu unapoteza muda wako. Ninachojua na nilichojifunza kwenye neno la Mungu, unapomtafuta Mungu unamkaribisha Mungu kwenye biashara zako, unamkaribisha Mungu kwenye ofisi yako, unamkaribisha Mungu kwenye shughuli yoyote unayoifanya. Usidanganyike, hakuna mafanikio nje ya Yesu. Usidanganyike, hakuna kufanikiwa nje ya Yesu. Ni kweli tunatamani kufanikiwa, tuwe na maisha mazuri, tuwe na familia nzuri, lakini jambo la kwanza ni kuwekeza kwanza katika kumtafuta Mungu. Ni kweli tunaishi kwenye dunia yenye mambo mengi. Wakati mwingine uhuru wa kuabudu hatuna kwa sababu ya
ya majukumu. Lakini nachotaka ujue, hauwezi kufanikiwa bila kumtafuta Mungu. Neno la Mungu linasema Uzia alikuwa ni kijana wa miaka 16 tu, alipojitiania akamtafuta Bwana, Bwana akamfanikisha. Bwana alipomfanikisha akawapiga maadui zake, akawaangusha chini, akajenga na miji mikubwa. Mungu akambariki kwenye mashamba kwa kuwa alikuwa ni mtu anayependa kulima. Kuna wazee wengi waliacha kutafuta Bwana kipindi cha ujana wao, wakasema ninatafuta hela. Mpaka leo uzeeni finali hawana hata hela ya kula, wamebaki kuombaomba. Hakuna namna unaweza ukamkwepa Bwana kumtafuta Mungu ukategemea kufanikiwa. Ni kweli unaweza ukafanya kazi, lakini hiyo kazi utapata hiyo hela na wala hautaiona imepita wapi. Ni kweli unaweza kuwa bize ukaenda kwenye biashara zako, ukaenda kwenye mashamba yako, ukamsahau Bwana, lakini nakuhakikishia hizo hela utazipata, lakini hutafurahia, hutaona yalipoenda. Ndio maana kuna watu wengi hapa duniani wakiongea nao watakwambia nimewahi kushika hela, nimewahi kuwa mfanya biashara mkubwa, nimewahi kuwa mfugaji mkubwa, lakini wakati huo anapokuambia hivyo, maisha yake hayafanani na mtu aliyewahi kuwa hivyo. Haleluya, haleluya. Biblia inasema hivi, na wapenda wale wanipendao, na wale wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Maana yake ukitaka kumuona Mungu kwenye biashara zako, hakikisha unamtafuta kwa bidii kwenye biashara zako. Ukitaka kuona mafanikio ya kiungu mahali popote, hakikisha unamtafuta Mungu. Sio kwamba Mungu hayupo, sio kwamba Mungu hafanyi, ni kwamba Mungu hajatafutwa ipasavyo. Hakuna wakati wowote Mungu ametafutwa akakataa kuonekana. Hakuna wakati wowote Mungu ameitwa akakataa kuitika. Hakuna wakati wowote Mungu ameombwa akanyima. Hakuna wakati wowote Mungu ametafutwa akajificha. Hakuna wakati wowote Mungu ametafutwa akawa hapatikani. Neno lake linasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni Bwana maadamu yupo karibu. Hakuna wakati wowote Bwana hajapatikana. Hakuna wakati wowote Bwana hayupo. Mungu yupo kila wakati, anapatikana kila wakati, lakini anachohitaji ni wewe kumtafuta kwa bidii. Ni wewe kumtafuta kwa bidii. Mafanikio unayoyapata kwa akili zako hayawezi kumtukuza Mungu. Kufanikiwa kwa akili zako na kwa nguvu zako hakuwezi kumtukuza Mungu. Kutakutukuza wewe, na kwa sababu kutakutukuza wewe yatakuangamiza. Hujanielewa? Mimi Baraka nikifanikiwa kwa nguvu zangu na kwa akili zangu, sina muda wa ibada, sina muda wa kumwabudu Mungu. Nitasema mbona mimi nafanikiwa hata kama sisali? Mbona mimi nafanikiwa hata kama sijaomba? Maana yake siwezi kumtukuza Mungu na kumpa Mungu sifa na utukufu. Na Mungu anachokitaka, anatafuta sifa na utukufu kupitia mafanikio yetu, kupitia maisha yetu, kupitia kutembea kwetu. Namna yoyote unavyotembea, kama hakumtukuzi Mungu, uwe na uhakika Mungu hawezi kutembea na wewe umbali mrefu zaidi ya hapo. Kama Mungu hatukuzi kwa hatua yoyote uliopo, uwe na uhakika Mungu hawezi kukuongezea hatua zingine. Hivi unajua huwa Mungu anafungaga milango mingine? Kuna milango mingine Mungu anafunga kwa sababu ukifanikiwa kwa akili zako na kwa nguvu zako bila kutambua msaada wake, utapata kiburi. Na hiyo kiburi utawaambukiza na wengine, utaota mapembe kwa sababu utasema ni akili zangu, ni nguvu zangu, ni elimu yangu. Kwa hiyo Mungu anachotaka, anataka atafutwe. Akishatafutwa anajifunua, anakusaidia. Akishakusaidia moyo wako unasema ni Bwana amenisaidia. Unaanza kuandika kwenye status zako, kama si Bwana nisingefika hapa. Unaanza kuimba nyimbo kwamba kama si Bwana aliyekuwa pamoja na mimi nisingekuwa hapa. Unaanza kuwa na nyimbo za kusifu na kuabudu na kumwambia Mungu, hakika wewe sio mwanadamu, hakika wewe sio Masai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa.
mtazidishiwa, kwa kuwa anajua ya kwamba mnayahitaji. Kwa hiyo Mungu anachotaka kutafutwa kwanza. Mungu hana ugomvi wowote na mafanikio ya mwanadamu, kwa sababu Mungu sio maskini. Mungu ni tajiri, anavyo kila kitu. Kwa hiyo Mungu ana ugomvi na moyo wa mwanadamu, ana ugomvi na roho ya mwanadamu, kwa sababu mwanadamu anayefanikiwa nje ya Mungu, uwe na uhakika ndani yake hakuna kumcha Mungu wala kumshukuru Mungu. Na kati ya kitu ambacho Mungu anakitaka kwa mwanadamu ni ibada. Kitu ambacho Mungu anakitaka kwa mwanadamu ni ibada. Vitu vingine ni vya ziada, lakini kitu anachokitaka kwa mwanadamu ni ibada, kwa sababu ibada ni heshima ya hali ya juu kwa kitu kinachoabudiwa. Na kama wewe unaabudu fedha, maana yake unaiheshimu fedha kuliko kitu chochote. Ibada ni heshima ya hali ya juu katika kitu kinachoabudiwa. Bwana asifiwe. Wekeza katika kumtafuta Mungu kwa bidii. Kumtafuta Mungu kwa bidii. Mungu akanifunulia hivi: vijana wengi wana hofu ya maisha. Maisha yangu yatakuwaje? Watoto wangu watakuwaje? Itakuwaje juu ya kesho zao. Lakini akasema wakinitafuta kwa bidii nitawasaidia. Wakinitafuta kwa bidii nitawasaidia. Maana yake usipomtafuta kwa bidii hakusaidii, hata kama anaweza kukusaidia. Jambo la pili, kuwekeza katika maarifa sahihi. Kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu ni wa kwake, alafu wanaangamizwa na amenyamaza. Ni sawa kusema watoto wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio mimi ninayeangamiza watoto wangu, ila kuna aangamizaye kwa sababu hawana maarifa. Wangekuwa na maarifa wasingeangamizwa. Sasa nazungumza kwa habari ya maarifa sahihi. Wapendwa katika Bwana, vijana wenzangu, umbali utakaoenda unaamuliwa na kiwango cha maarifa ulionayo. Umbali wa maisha utakaofika unaamuliwa na kiwango cha maarifa ulionayo. Unaamuliwa na kiwango cha ufahamu ulionayo. Hauwezi kwenda umbali wa spidi 160 kama maarifa yako ni ya umbali wa spidi ya 60. Unahitaji maarifa zaidi ili uende umbali zaidi. Unahitaji akili zaidi ili uende umbali zaidi. Maana yake ili nifike mbali zaidi ninahitaji maarifa zaidi. Watu wa Mungu, kuna aina nyingi za maarifa tunazozihitaji. Kuna maarifa za aina mbalimbali tunazozihitaji. Moja ya maarifa tunayohitaji ni ujuzi wa maisha. Kuishi na watu vizuri. Nitaishije na watu? Nitaishije na wafanyakazi wenzangu? Nitaishije na wafanyabiashara wenzangu? Nitaishije na watoto wangu? Nitaishije na wafanyakazi wenzangu? Ujuzi wa maisha, namna ya kuishi. Watu wengi wanaamini kwamba akili walizonazo zinawatosha, kwa hiyo hawana haja ya kuongeza ujuzi. Ndio maana neno la Mungu linasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kwa hiyo katika kumcha Bwana, Mungu anakupa maarifa, namna ya kufanya mambo, namna ya kuenenda. Ni hivi, wewe kukutana na watu wanasema ningejua nisingefanya hivi, ningejua nisingeingia hapa. Majuto mengi yanasababishwa kwa kutokujua. Kwa maana hiyo, kujua ni nguvu. Ipo nguvu ya kujua mambo, na kutokujua ni udhaifu.
Upo udhaifu utokanao na kutokujua. Ile tu kwamba ninajua tayari nimeshinda. Mtu mmoja maarufu akasema hivi, ujinga wa wajinga ni faida kwa wajanja. Ujinga wa wajinga ni faida kwa wenye akili. Maanake wewe kutokujua umeshawanufaisha wengine. Ndio maana dalali anajua kuna nyumba inapangishwa pale. Akikupeleka pale unampa hela ya udalali. Kwa sababu tu anajua kwamba kuna nyumba inapangishwa. Anajua kuna kiwanja pale Itumba Sekondari inauzwa. Akienda kukuonyesha unampa hela ya udalali. Hajafanya kitu kingine zaidi ya kukuonyesha tu. Maana yake kumbe kujua ni faida, kuto kujua ni hasara. Kumbe kujua ni kupata, kuto kujua ni kukosa. Mambo mengi tunayokosea ni kwa sababu hatujifunzi. Kuna mambo hatupaswi kukosea kwa sababu waliotangulia wameshakosea. Inabidi tujifunze kwao walivyoenenda. Biashara nyingi zinakufa kwa sababu watu wanakimbilia kuanza biashara bila kuwa na maarifa ya biashara. Watu wengi wanajua kwamba biashara ni mtaji tu. Unamkuta mtu anasema sina mtaji ningekuwa nafanya biashara, lakini ukweli ni kwamba mimi najua biashara sio mtaji pekee. Ninafahamu watu wanaofanya biashara bila mtaji wa pesa, lakini wana akili. Wanajua kutumia fedha za watu wengine kuzalisha fedha. Wanajua kutumia fedha za watu wengine kuzalisha fedha. Ninamfahamu rafiki yangu mmoja, aliwahi kupata tenda ya kutengeneza barabara. Halikuwa hana hela, ametumia hela za watu na akapata na faida kubwa sana. Maana kuwa na akili kuna kusaidia kuwa na uzee mwema. Kutokuwa na maarifa mengi, kutokuwa na maarifa ya kutosha kunachelewesha kimaisha. Kuna dumaza kimaisha. Kuna level ya maisha hauwezi kufikia kwa akili ulionayo. Unahitaji akili ya ziada ili ufikie. Na uzuri sasa hivi teknolojia imeongezeka. Chochote unachotaka kujifunza ipo mkononi mwako. Unaweza ukajifunza. Wewe unataka kuwa mfanyabiashara, hebu wekeza kujifunza kwa wafanyabiashara. Wewe unataka kuwa mkulima mkubwa, hebu wekeza kujifunza kwa wakulima. Wewe unataka kuwa mfugaji, hebu wekeza kujifunza kwa habari ya ufugaji. Kati ya kosa kubwa wanalofanya watu wengi ni kufanya kitu wasichokuwa na maarifa nacho. Ukweli ni kwamba Mungu yupo kila wakati na Mungu husaidia watu kila wakati, lakini mahali ambapo ni maarifa huwa Mungu hawezi kuingilia. Hawezi kuingilia mlango ambao unafunguliwa kwa maarifa. Manake maombi yana milango ya kufungua, Mungu ana milango yake ya kufungua, na kuna milango inafunguliwa kwa maarifa. Haleluya, haleluya. Maarifa. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya kutokuwepo na maarifa. Ndoa nyingi zinavunjika kwa sababu ya kutokuwepo na maarifa. Watu wamekariri maisha. Watu hawako tayari kujifunza na hawako tayari kuelekezwa wafanye nini. Watu wanapenda vitu vya haraka haraka, hawana muda wa kukaa na kujifunza. Ukweli ni kwamba kama tunataka tufike mbali, tukubali kukaa chini kujifunza kabla hatujaanza safari. Kama tunataka Mungu atusaidie tuwe watu wakuu kwenye maeneo fulani, tukae chini kujifunza ili tupate maarifa ya kutosha. Kuna nafasi hautaingia mpaka Yesu anarudi kwa sababu maarifa ulionayo ni madogo. Kuna watu hautakaa ukae nao meza moja mkaongea kwa sababu ya akili zako za sasa, lakini ukiongeza ufahamu, ukiongeza maarifa, kuna vikao utahusishwa hata kama wewe hauna taaluma hiyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukosefu wa maarifa umewapoteza wengi, umewaangamiza wengi. Wewe unajua nini? Wewe unaweza kufanya nini? Nje ya taaluma ulionayo, nje ya taaluma yako ya udaktari, nje ya taaluma yako ya uhasibu, wewe unajua nini cha ziada? Akili ya mwanadamu ni kama mpira.
Kwa kadri unavyoongeza ufahamu inaongezeka, inapanuka. Lakini ukiamua kubaki na akili hiyo hiyo, uwe na uhakika kuna mambo hautayaona hapa duniani. Utasikilizia tu kwa wengine, utayaona tu kwa wengine, hayatakufikia wewe kwa sababu ya level ya maarifa. Eneo la tatu la kuwekeza. Eneo la tatu nyeti kabisa. Kuwekeza katika mahusiano ya kimkakati. Kuwekeza katika mahusiano ya kimkakati. Kabla sijaelezea hii, nikuulize, wewe una watu wangapi ambao leo ukiwa na shida unaweza ukawaomba milioni 5 ndani ya lisali moja ukapata bila riba? Najua kwa wale wa riba ni rahisi kupata. Watu ambao wanaweza wakakusaidia milioni 5 bila riba na wasikusumbue mpaka utakapopata. Una watu wangapi ambao unaweza ukaambia sasa hivi nina shida ya milioni 5, niingizieni kwenye simu, wakakuingizia? Maisha ni watu. Maisha ni watu. Katika kila hatua ya maisha tunahitaji watu. Kati ya kitu ambacho watu wengi wanakikosea ni kwenye eneo la mahusiano na watu. Kuna mtu ana marafiki 20, lakini hawa marafiki 20 wote hakuna hata yeyote mwenye thamani kwenye maisha yake anachokiongeza. Una watu 10 kwenye maisha yako, hakuna yeyote anayeongeza thamani yoyote kwenye maisha yako. Iwe thamani ya ushauri, iwe thamani ya kifedha, iwe thamani ya kiafya, hakuna. Accumulation of people ambao hawana faida yoyote. Ili uje kuwa na uzee mwema, unahitaji kuwekeza katika mahusiano ya kimkakati. Sijui kama wewe unajua wewe ni nani, lakini kama wewe unajua ni nani, ni lazima uwe unajua kwamba unahitaji watu wa aina gani kwenye maisha yako. Unahitaji watu wa aina gani kwenye saiko yako. Kuna watu muhimu unawahitaji. Kati ya watu muhimu unaowahitaji, unahitaji mshauri kwenye masuala ya kifedha. Kuna watu ambao Mungu amewapa neema kwenye eneo la kifedha, wanaweza kukushauri vizuri. Unahitaji watu ambao, unahitaji daktari, mshauri wa afya yako. Hiyo point nitaenda kuizungumzia vizuri. Unahitaji mwanajeshi, unahitaji polisi. Kuna watu wa aina mbalimbali unawahitaji kwenye maisha yako. Kuna mahali huwezi kufika wewe kama wewe, unahitaji mtu atakayeenda kwa niaba yako. Unahitaji watu kwa ajili yako. Mwaka juzi, ni mwaka jana, nilienda bungeni, nikaingia hadi ofisi ya speaker, lakini aliyenipeleka ni rafiki yangu. Kama sio rafiki yangu nisingeingia kwenye ile ofisi. Maana yake kuna mahali huwezi kufika wewe kama wewe, unahitaji mtu ambaye utakuwa nyuma yake. Ingekuwa mimi peke yangu nisingekuwa na uwezo wa kuingia hadi ofisi ya speaker nikakaa zaidi ya lisali moja. Unahitaji watu ambao watakuconnect na watu, watakuconnect na fursa mbalimbali, watakutaja kwenye fursa mbalimbali. Shida ya watu wengi ni kwamba sio waaminifu. Kwa hiyo hata marafiki ulionao hawawezi kukutaja kwenye fursa kwa sababu wanajua tabia yako. Unacheka nao, mnapiga umbea, lakini dili likija hawezi kukutaja kwa sababu anajua tabia yako. Sasa unahitaji watu kwenye maisha yako. Kuna fursa zingine wewe huwezi kuzisikia, huwezi kuziona, lakini marafiki zako wanaweza kuzisikia na kuziona. Wao ndio watakuconnect, wao ndio watakusemea. Mwezi wa 4 kuna kazi moja nimeambiwa nikaifanye, lakini aliyeniambia nikaifanye ile kazi, aliyeniunganisha na ile kazi ni mtu ambaye nimewahi kukutana naye siku moja tu ndani ya lisali moja, akanipenda. Kazi ilipotokea akalitaja jina langu kwamba kuna mtu fulani yuko Ileje anaitwa Baraka. Sasa maelekezo yanashuka kutoka juu, mtu anapindisha, anampeleka mtu mwingine, anamwambia tunamhitaji Baraka. Maana yake unahitaji watu ambao wanaamini katika wewe, wanaamini katika ulichokibeba. Unahitaji watu ambao wanaweza kukutaja kwenye fursa. Ili Yusufu awe waziri mkuu, alihitaji mtu wa kumtaja kwa mfalme wa Misri kwamba kuna kijana wa Kiebrania anajua kutafsiri ndoto. Huyo kijana ukimleta atafsiri hii ndoto ambayo waganga na wachawi wameshindwa kuitafsiri. Na huyo Yusufu alivyoenda kuitwa gerezani, alikuja kutafsiri ndoto na akapewa cheo ya kuwa waziri mkuu kwa sababu ya mtu aliyemtaja jina lake. Na wewe
unahitaji kujenga mahusiano ya kimkakati ili siku moja watu wakutaje kwa kipaji ulicho nacho, watu wakutaje kwa uwezo ulionao, watu wakutaje kwa uchapaji kazi wako, watu wakutaje kwa uaminifu wako, watu wakutaje kwa ukweli wako, watu wakutaje kwa upendo wako, watu wakutaje kwa sifa ulizo nazo. Lakini kama hauko tayari kujenga mahusiano ya kimkakati, uwe na uhakika utaona tu fursa wengine wanapata, utaona wengine wanainuka, utaona wengine wanaingia kwenye nafasi kubwa kubwa, lakini si kwamba wanastahili sana, ni kwa sababu wana connection. Ni hivi, viongozi wengi unaowafahamu, wakurugenzi, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wengine hata rais hawafahamu, lakini kuna watu wamewataja mbele ya rais wakapewa uteuzi. Wewe una mtu wa kukutaja wapi? Mwaka jana nilikuwa na marafiki zangu 6 waligombea ubunge. 2 tu ndio wamepita kwa wabunge, wengine wameishia njiani. Na walinishirikisha tangu muda mrefu, nikawa naomba nao. 2 namshukuru Mungu walifanikiwa. Maana yake kama kuna fursa fulani itatokea siku moja, naamini kwa wanavyonifahamu wanaweza wakanitaja. Unahitaji kujenga mahusiano ya kimkakati. Bwana asifiwe. Haleluya. Jambo la nne ili tuende tukamalizie, kuwekeza katika afya. Kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2 anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kuwekeza katika afya, katika hatua ambayo watu hawajali afya zao, ni hatua ya ujana. Vijana tunakula ovyo, vijana tunakula kila kitu kinachokuja mbele yetu. Hatujui kwamba tunachokula ndio zao la afya zetu. Tunajihusisha katika kila kitu kinachopita mbele yetu. Hatujui kwamba chochote unachokula ndio afya yako. Ni hivi nilivyo, ni matokeo ya chakula ninachokulaga. Na nikitaka nisiwe hivi, na acha ninavyokulaga. Bwana asifiwe. Nimeitafakari hii kipengele. Kibiblia, uzee sio hatua ya kuwa na magonjwa sana kibiblia, lakini kisayansi wanakuambia kuna umri ukifika magonjwa yanaanza kuwa mengi. Lakini na wafahamu wazee wenye miaka zaidi ya 70 hawana ugonjwa wowote, hawana mateso yoyote ya magonjwa. Kwa hiyo basi, kuna magonjwa mengine tunayapata kwa sababu ya lifestyle tunayoishi kila siku, kwa sababu ya vyakula tunavyokula kila siku, kwa sababu ya aina ya kazi tunayofanya kila siku. Kuna watu wamebarikiwa, wana kazi nzuri za kukaa tu ofisini, na kwa sababu hiyo hawana hata muda wa kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi ni kibiblia, sio kiduniani, ni kibiblia. Kama basi huwezi kwenda kukimbia uwanjani kama mimi, hakikisha unatembea. Wataalamu wanakuambia angalau tembea kila siku kuanzia dakika 30. Hakikisha una muda wa kutembea. Unapanda bodaboda, unaenda kazini, kutoka kazini bodaboda, kwenda sokoni bodaboda. Unafikiri maisha yako yatakuwaje? Bibi ana uwezo wa kutembea hapa hadi Yenzebwe. Kuna vijana wenzangu hatuwezi kutembea hadi Yenzebwe kwa miguu. Kutembea kwa miguu hadi Yenzebwe hamna, hatuwezi. Kuna wengine hatuwezi. Lakini kufanya mazoezi ni kwa ajili ya afya yako ya kesho. Ndoto tulizo nazo zinatuhitaji tukiwa na afya njema. Maono tulionayo yanatuhitaji tukiwa na furaha. Tuna ndoto za kuja kuwa na mafanikio makubwa. Mafanikio hayo yanatuhitaji tukiwa na afya nzuri, sio kwamba tukiwa wagonjwa. Magonjwa yamekuwa chuma ulete kwa sababu ya lifestyle ya watu. Najua kuna roho ya magonjwa, lakini kuna magonjwa mengine sio pepo, ni maisha ya mtu binafsi. Na hayo magonjwa ukiniambia ni kuombee, huwa sinaga mzigo wa kukuombea, kwa sababu sio pepo, ni maisha uliokuwa ukiaishi. Sasa tukitaka kuja kuwa na uzee mwema usiokuwa na masumbuko, usiokuwa na mateso, hebu tujali afya zetu kama vijana. Vijana unakuta kijana anatumia pombe. Tuseme basi pombe sio dhambi.
Tuseme pombe sio dhambi. Na je, kwa ajili ya afya yako? Tunatumia pombe, tunaogopa kuonekana na watumishi wa Mungu, lakini hatuogopi kwa habari ya afya zetu, matokeo ya afya zetu. Unafikiri hiyo pombe inaenda kufanya nini kwenye mwili? Sina ugomvi na vilevi, na wala sina ugomvi na wauza vilevi. Na ugomvi na afya yako. Unajua hiyo kilevu kinaenda kuathiri nini kwenye mwili wako? Wakati mwingine unajua madhara, lakini unaona kama vile ni sehemu ya kutoa stress. Itoka lini pombe inatoa stress? Ni nani umewahi kumuona amekunywa pombe stress zikatoka? Unahitaji kujali afya yako ili uweje kuwa na uzee mwema, ili kuja kuwa na uzee uliotukuka. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Uzee mwema, uzee mwema, uzee mwema. Nataka tukamwombe Mungu. Mungu ashibishe mema kwenye uzee wetu, ashibishe mema kwenye uzee wetu. Lakini ombi la pili, Mungu atusaidie vijana tuyaepuke makosa ya ujanani yanayoweza kugharimu maisha yetu ya uzeeni. Sijawatenga wazee, ninawakumbuka. Tutaomba na nyie pia. Lakini nataka tuombe ombi hili, na ombi hili pia unaweza ukaliomba hata kama wewe ni mzee. Haya maombi mawili. Mungu ashibishe mema kwenye uzee wetu. Halafu ombi la pili, Mungu atuepushe na makosa ya ujanani yanayoweza kugharimu maisha yetu ya baadaye. Tunaamini kama Yesu hajarudi tutaishi miaka 70, miaka 80. Kibibilia kuishi ni miaka 70, ukiwa na nguvu miaka 80. Kwa hiyo tunaamini hivyo. Hatutarajii kwamba tutakufa kabla ya wakati. Na tutaomba pia Mungu atusaidie tusife kabla ya wakati, tusife kwenye umri mdogo. Tutaomba na ombi hilo. Tupate wimbo wa kuabudu wa kutupeleka kwenye maombi, ili tukaombe kwa pamoja. Maombi yameongezeka, ni matatu. Shibisha mema kwenye uzee wangu. Ombi la pili, nisaidie niepuke makosa ya ujanani. Ombi la tatu, nisaidie nisife mapema, niepushe na mauti ya ujanani, nisife katika umri mdogo. Ingia mbele za Bwana, mwambie Bwana tuna haja na wewe katika maombi niliyosema. Nenda kamwambie Bwana ashibishe mema kwenye uzee wetu, ashibishe mema kwenye uzee wetu, atupe neema ya kuishi miaka mingi. Mwambie Mungu akusaidie tuepuke makosa ya ujanani yanayogharimu wazee wengi, maamuzi mabaya yanayoweza kugharimu maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako, sisi vijana na wazee wa kanisa hili na watu wazima katika kanisa hili. Tunaomba Bwana ushibishe mema kwenye uzee wetu,
Ushibishe mema kwenye uzee wetu, ushibishe mema kwenye uzee wetu, ushibishe mema kwenye uzee wetu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ushibishe mema kwenye uzee wetu, e Bwana. Utuondolee tabu uzeeni, utuondolee mateso uzeeni, utuondolee mambo mbalimbali mabaya uzeeni. Utupe uzee mwema, utupe uzee uliotukuka, utupe uzee wa baraka, utupe uzee wa utulivu, utupe uzee wa amani, utupe uzee wa furaha, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaomba e Bwana, utusaidie tuyaepuke makosa ya ujanani yanayogharimu uzeeni. Utusaidie tuyaepuke yale makosa ya ujanani yanayoweza kugharimu kwenye uzee wetu, yanayoweza kugharimu kwenye maisha yetu ya uzee. Utusaidie tuyaepuke yale makosa ya ujanani, yale makosa ya ujanani, yale makosa ya ujanani waliofanya babu zetu, waliofanya baba zetu, ikawagharimu maisha yao. Tujalie watoto wako, tujalie vijana wako, tuweze kuishi katika njia zinazotupasa kuenenda nazo. Tujalie Mtakatifu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Makosa yoyote ya ujanani, makosa yoyote ya ujanani yanayoweza kugharimu maisha yetu, tusaidie tuyaepuke, tusaidie tuyashinde tamaa za ujanani, tamaa za ujanani, tamaa za ujanani. Tupe kuyashinda, tupe kuyashinda tamaa za ujanani, kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunaomba maisha marefu, tunaomba maisha marefu. Utuepushe e Bwana na mauti ya ujanani na kifo cha ujanani. Nipe kuishi maisha marefu, maisha ya furaha, maisha ya amani, maisha ya mafanikio, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo mauti ya ujanani ninaikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo mauti ya ujanani, hiyo mauti ya ujanani, kwa njia yoyote ile ninaikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Arema shakatata karaba shakarababa, karaba shakarababa, kareba shakarababa, karadaba shakarababa, karadaba shakarababa, kareba shandarababa. Endelea kuomba maisha marefu, endelea kuomba maisha marefu. Kataa mauti kwenye umri mdogo, kataa mauti kwenye umri mdogo, kataa mauti kwenye umri mdogo, kataa mauti yoyote, hiyo mauti ya ajali, hiyo mauti ya ajali, hiyo mauti wakati wa kujifungua, hiyo mauti ikatae, 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hiyo mauti iliyokusudiwa wakati wa kujifungua ninaikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Arema shakataya goriando robosa taya rikorianda rababa aranda rababa gorianda rababa goriondo robosa taya areba baba gorianda rababa gori makarianda. Sisi vijana wa kanisa hili tunahitaji neema yako, tunahitaji msaada wako, tunahitaji neema yako. Hiyo neema itubebe, hiyo neema itusaidie, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Orianda rababa Rimasha karabasataya karadabasha karababa karabasha karababa karadabasha karababa koradabasha karababa karadabasha karababa koradabasha karababa koradabasha karababa karadabasha karababa karibasha karababa
Arima shakara baba, araba shakara baba, arada bashakara baba, gori mashataya, gorianda rabasataya. Nisikilize nikwambie kitu tukamalizie maombi. Leo sisi ni vijana, tuna nguvu. Kuna kazi tunaweza tukazifanya leo kwa sababu tuna nguvu. Lakini nataka nikuhakikishie, kuna umri unakuja, kazi tunazozifanya leo hatutaweza kuzifanya. Kuna umri unakuja, kazi leo tunazozifanya hatutaweza kuzifanya. Hata kama ni biashara yako, kuna umri unakuja, huwezi kwenda kwenye hiyo biashara. Kuna umri unakuja, huwezi kwenda kwenye hiyo shamba. Kuna umri unakuja, huwezi kuingia kwenye hilo zizi kuangalia hao kuku, kuangalia hao mifugo. Tunahitaji kuwekeza kifedha kwa ajili ya baadaye. Nataka tukaombe ombi hili kwa wote. Mungu atusaidie kwenye eneo la uchumi. Tuwapo wazee, uchumi usitusumbue. Tusitaabike kwenye eneo la kifedha. Nilikwambia ni vizuri kuwategemea watoto, ni vizuri watoto kukusaidia, lakini sio kitu kizuri sana kwamba uwekeze kwamba watoto ndio waje kukusaidia. Watoto wanatofautiana. Kama wewe uliwasaidia wazazi wako, usifikiri na wao wana moyo kama wa kwako. Tunawafahamu watoto tangu wamepata kazi hawapigi simu nyumbani. Tunawafahamu watu tangu wamepata biashara wamebadilisha na namba za simu, hawataki ndugu zao. Sijaomba na wewe watoto wako wawe hivyo, lakini najua kwamba watoto hawafanani. Unahitaji kuwa na akili ya kujitegemea na wala sio akili ya kuja kuwategemea watoto. Na ndio maana ni vibaya kuuza shamba ulionayo ili mtoto asome. Hujanielewa? Ila kiuchumi ni mbaya. Kwamba una ng'ombe moja unauza hiyo moja asome. Ni riski kubwa sana. Nataka tukaombe kwa ajili ya eneo la uchumi. Mungu tusaidie. Najua kuna ninyi ambao ni wazee tayari. Mungu anawasaidiaga hata wazee. Anaweza kukusaidia kwenye eneo la uchumi. Hata tuombe kwenye eneo la uchumi. Mungu tupe maarifa kwenye eneo la uchumi. Tusaidie kwenye eneo la uchumi. Tusije kuteseka tuwapo wazee kwa habari ya fedha. Habari ya kula isije kuwa shida. Habari ya kuvaa isije kuwa shida. Habari ya matibabu isije kuwa shida. Tusaidie kwenye eneo la uchumi. Tusaidie kwenye eneo la uchumi. Tunatamani tusaidie Bwana. Hatuwezi kwa akili zetu, hatuwezi kwa nguvu zetu. Hebu ingia mbele za Bwana. Rando shikarama sokorinda, rando robo shakaraba ziranda, rando robo koriana robo shataya, rikando robo koriano robo sienda, rikando robo koiranda ya. Tunaamini ipo siku Bwana, kwa sababu tutakuwa wazee, hatutakuwa na uwezo wa kufanya biashara zetu, hatutakuwa na uwezo wa kwenda kwenye ajira zetu, hatutakuwa na uwezo wa kwenda kwenye mashamba yetu. Tunahitaji neema yako itusaidie kwenye huo wakati. Tunahitaji msaada utokao juu, utusaidie kwenye hiyo kipindi. Tunahitaji nguvu zako, tunahitaji msaada wako, tunahitaji neema yako kwenye eneo la uchumi, kwenye eneo la kifedha, kwenye eneo la kifedha. Neema yako itusaidie, neema yako itusaidie kwenye eneo la kifedha, kwenye eneo la biashara, ili tuweze kuwekeza, ili tuweze kufanya shughuli zitakazo kuja kutusaidia baadaye. Rikori andarabasata, rando robo shandarababa, rikariando robo sataya. Ni kweli leo umetubariki. Tupe akili ya kuweka akiba kwa ajili ya baadaye. Tupe akili ya kuweka akiba kwa ajili ya baadaye. Tusiwe wala vyote, tusile mbegu, tusile mbegu. Tusaidie tusile mkate na mbegu. Tusaidie Bwana ili kutunza mbegu ya uzeeni, ili kutunza mbegu ya baadaye, ili kutunza mbegu ya baadaye. Korianda rabasata, ikarabababa, randa rabababa, rekerianda rabababa, rekerianda rabababa, ragada bababa, randa rabababa, rekerianda rabababa, ragada bababa, rekando robobobo, rekarianda rabababa. Uchumi mzuri kwenye uzee wetu, uchumi mzuri kwenye uzee wetu, uchumi mzuri, uchumi mzuri, uchumi mzuri, uchumi mzuri, uchumi mzuri, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana, ukawe na uzee mwema. Amen.